Mwanzo sura 12 mstari wa kwanza hadi wa 4. Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe kati ya nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikiwa, naye kulaani nitamlaani katika wewe. Jamaa zote za dunia watabarikiwa. Basi Abraham akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Lutu akaenda pamoja naye. Naye Abraham alikuwa mtu wa miaka 75 alipotoka Harani. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Nimekuwa na ujumbe moyoni mwangu ambao nitafundisha kwa siri, na najua kuna siku tutaumaliza, wenye kichwa kinachosema wakati Mungu anataka kukubariki. Ujumbe uko siri, uko na series. Nitakuwa na vipande pengine hata 10, lakini wenye kichwa kinachosema wakati Mungu anataka kukubariki. Hebu mgeukie jirani yako, mwambie sikiliza point, wakati Mungu anataka kukubariki. Ujumbe huu kwenye mabano nimeweka safari ya baraka ya Ibrahimu. Kwenye mabano safari ya baraka ya Ibrahimu. Jamani, amina. Amina kanisa. Wakati ninasoma kitabu hiki cha Mwanzo, hususani sura hii ya 12 na kuendelea, na kuyasoma maisha ya Abraham, nimeziona pointi nyingi sana za kuzijua. Wewe ambaye unahitaji kubarikiwa na Bwana, baraka za mwilini na roho, na nimeviona viashiria ambavyo ni vya muhimu sana kuvijua unapoelekea kwenye baraka zako, na ukivishindwa umeshindwa kubarikiwa. Jamani, amina. Ukivishindwa hivyo viashiria vya muhimu kuvishika wakati Mungu anataka kukubariki, umeshindwa kukutana na baraka za Mungu. Jamani, amina. Wangapi wanataka kuona baraka za Mungu ziko kwenye maisha yao na uzao wao? Yaani wanayo maisha yaliyobarikiwa kiroho, wana maisha yaliyobarikiwa kimwili, na hata wanaokuona wanasema huyu amebarikiwa. Wanasema kijana huyu amebarikiwa, mama huyu amebarikiwa, shemasi huyu amebarikiwa, mwimbaji huyu amebarikiwa. Unajua leo watu wanaweza kuimba baraka hata kama hawana baraka. Anachokiimba na alivyo tofauti, na sio amebarikiwa tu. Wanaweza wakakuelewa watu kwamba nyendo za huyu mtu anaelekea kwenye baraka, na nyendo za huyu mtu anaelekea kwenye laana. Sasa nataka nikupe siri. Wakati Mungu amepanga kuyabariki maisha yako, mambo gani ya muhimu uyazingatie? Na mimi nimemchukua Abraham kama role model wa watu ambao mbeleni watakutana na mibaraka mikubwa. Yesu nakotesha. Leo naongea mawili tu. Namba moja, jambo la kwanza ambalo unapaswa kuzingatia kama Mungu ana mipango ya kuyabariki maisha yako. Jambo la kwanza, kuna mahali lazima utoke. Kuna mahali lazima utoke. Mgeukie jirani yako, mwambie kuna mahali lazima uchomoke. Mungu hawabariki watu ambao wako kwenye level ile ile, wako kwenye maeneo yale yale, wako kwenye fikra zile zile, wako kwenye viwango vile vile, wako kwenye tabia zile zile. Hapana. Wakati Mungu ana plan kumbariki mtu, kuna level anaondoka. Wasikilize wote wale wanaita Tanzania wani pengine wamemaliza form 6 Tanzania wani. Wengine sijui kwenye chuo wao mnahitaji wale washindwa kwanza. Atakueleza vitu ambavyo viko tofauti na wanafunzi
yako ubarikiwe. Never. Wako kwenye vikundi vya wavivu, hutaki maombi, usomaji hata neno la Mungu kama wengine, ubarikiwe hamna. Uko kwenye vikundi vya wavivu, unachelewa kuamka, unawahi kulala, unataka ubarikiwe. No. Waliobarikiwa wote kuna mahali wamechoka, wamewacha wenzao hapo wenyewe wametoka. Anayenielewa sema amen. Mwambie jirani yako, leo ni siku ya kutoka mahali nilipokuwa. Leo ni siku ya kutoka kwenye level niliyokuwa. Leo ni siku ya kutoka kwenye kikundi ambacho nilikuwepo kinachofinya baraka zangu. Lazima utoke. Maandiko yanasema Mungu akamwambia Abraham, toka wewe kwenye nchi ya baba yako na mama yako, uende mahali pengine, mimi nitakufanya kuwa taifa kubwa. Mungu akataka kumbariki Abraham akiwa huru ya Wakaldayo. Mungu hakutaka kumbariki Abraham akiwa amezungukwa na ndugu zake. Mungu hakutaka kumbariki Abraham akiwa amezungukwa na baba yake Tera. Alipomwona Abrahamu akaona kuna kitu cha kipekee ndani yake, lakini akamwambia haya mazingira hayafai mimi kukubariki. Hapa chomoka. Nataka nikwambie yako mazingira wewe unaona ni sawa, lakini kizuizi cha baraka zako. Nikwambie, nionyeshe mtu ambaye anasuasua kubarikiwa na kuonyesha kinachomkamata na sababu gani habarikiwi. Lakini nataka nikwambie pia nionyeshe aliyebarikiwa na kuonyesha viashiria viliyomsaidia kubarikiwa. Mwambie jirani yako, kuna mahali lazima utoke. Kama mzunguko wa ndugu zako ni mzunguko wa hoihoi tu, wakiajabu ajabu, chomoka. Chomoka hapo. Chomoka kwenye mawazo finyu. Chomoka. Kuna mahali utoke. Toka. Mungu hakutaka kumbariki Abraham akiwa huru ya Wakaldayo. Na hiyo ni principle ya Mungu karibu ya vizazi vyote. Hata Yusufu hakubarikiwa nyumbani. Alipong'ang'ania kubaki nyumbani, ndugu zake walimuuza. Asingebarikiwa katikati ya majuti yanayomsagia meno pale. Sasa tutakuja kwa ajili yako. Mungu akasema ni mchomoe aende sehemu nyingine, tukakutane juu kwa huko. Kwenye baraka hakuna ushirika. Utaachana hata na mke wako kimawazo, kifikra, utaachana na wazazi wako, utaachana na yoyote. Kwenye baraka kunataka uwe kijapo vyako. Sema amen. Hata wengine wengi hapo mlitoka. Ukimuuliza huyu utasikia kwao wapi, yule mwingine kwao Karatu, mwingine kwao wapi. Na wengine walitoka huko kwa majanga. Mungu amekuja kuwabarikia kwingine. Ni kanuni ya Mungu. Huwezi kuwa level ile Mungu anapotaka kukubariki. Anaanza kukuandaa. Unaona mwenzenu sio yule, mkilala yeye anaamka. Mkilala na chapati yeye anaenda kuomba. Mkiomba kuanzia leo mpaka kesho, yeye anaendelea kuanzia kesho mpaka kesho kutwa. Ukiona watu wanama yeye ogopa. Mkitoa 10,000 yeye anatoa 50. Mkitoa 50 yeye anatoa 100. Mkimchunguza nayo hana. Yana anafanya mkiongea maneno ya kuteta na nyamaza. Huyo kuna something good ndani yake. Lakini ukiona mtu wote popote huyo wa hivyo. Huwezi kuwa na kitu cha tofauti. Huwezi kuwa na kitu cha tofauti kama ufanye vitu vingi tofauti. Maneno ya Bwana yanasema, Mungu akamwambia Abraham, sawa, nina mpango na wewe, lakini lazima uachane na Tera. Hata kama unampenda, ni baba yako. Tera alikuwa mchonga vinyago na muuza vinyago. Mungu asingembarikia pale, isije ikaonekana wameuza vinyago ndio wamebarikiwa. Akasema no, wewe unatakiwa kuchomoka. Asubuhi ya leo, chomoka kwenye ukoo wako. Chomoka kwenye ukoo wako. Chomoka kwenye ukoo wako. Hata wengine mmesimbalize wako. Wakikuita kwenye 40 na wewe 40, unabainika. Wakikuita kwenye matambiko na wewe unatambika. Hujachomoka. You never succeed. I'm telling you my friend. Huwezi kufanikiwa mpaka uchomoke. Waone wewe wa tofauti. Sema amen. Namba 2, naenda kumalizia. Jambo la pili, lazima uwe mtii. Biblia inasema Abraham, sema akaenda, sema kama Bwana alivyomwamuru. Muulize wewe, umeona ndio kama Bwana alivyokuamuru? Abraham alikuwa mtii.
kwa Kiingereza wana maneno mawili. Una submit, una obedient. Submit utiwa nguvu, kwa lazima. Kama mtoto kumziki utiwa wazazi wake. Obedient ni utiwa kutoka wajali, kutoka ndani ya moyo. Unao matano unyenyekevu. Kwa Mungu tunafanya vyote. Tuna obedient, tuna submit. Tii hata kama umekuja msura umepaka kama viazi. Yaani ukitaka yale ya kujipendea wewe, kwa Mungu utafeli. Hata safari ya Waisraeli kutoka Misri kwenda Kanaani, maandiko yanasema walikaa mahali popote ambapo wingu lilikaa. Pawe pazuri, pana miba, pana siafu. Wingu likisimama hapo, walikaa. Hakuna kutoka. Hamna kusema mbona hapo pabaya, sisi tunaondoka. Wangeondoka, wangepishana na nini? Na wingu. Lakini pia walianza safari muda wote ambao wingu lilianza safari. Iwe uko kwenye usingizi, umechoka unataka kulala kidogo, iwe sanani ya usiku, madhari wingu limeng'oka, walipaswa kuanza kuvaa, kuendelea na safari. Kama ni kiatu valia njiani, unaenda. Utii ni miongoni mwa mambo ya muhimu sana ambayo Mungu anatupima anapotaka kutubariki. Tunatii kwa Mungu, tunatii kwa viongozi. Na kuna wakati mwingine viongozi wanakuja na neno kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Wao usifikiri tunapokuja na mambo hapo tunakuja na mambo yetu. Nilikuja na mambo ya dirisha. Mwezi tunaomba kila mtu afanye dirisha. Wengine wasema hiki kinaongea tu. Nafikiri hela ndogo hii hela ni pesa, sio ni pesa. Nuna. Lakini yako mengine yalitii. Nenda uulize baadaye kilichotokea. Hao waliotii nawajua. Ninawajua. Wakabadilisha, mchungaji hamna tatizo. Mimi nafikiri mimi siko hapa kwa nafsi yangu. Mimi niko hapa nimewekwa na Bwana. Kuna wakati mwingine sauti yangu kwako ni sauti ya Bwana anayepitisha kama kukuletea wewe kwa sababu ya kukubariki wewe mwenyewe. Ila wewe unaweza kuona ni sauti ya kukufirisi. Sina sauti ya kukufirisi. Nina sauti ya Bwana ya kuyainua maisha yako yaende kwenye level ambayo Mungu anataka. Abraham alikuwa mtii, akatoka kama Bwana. Mstari wangu unasema kama Bwana alivyomwamuru, na hajui ninaenda wapi, lakini maadamu Bwana amesema ninaenda wapi, lakini Bwana amesema ninaenda. Nilikuwa nasikia kisa kimoja cha mchungaji mmoja kile admire sana. Anasema hivi, alizulia semina moja pale Nairobi. Hii semina ilikuwa inahudhuriwa na jamaa mmoja anaitwa mhubiri mmoja anaitwa John Cho. Mhubiri aliyokuwa na kanisa kubwa duniani la watu wengi kuliko mtu mwingine yoyote. Alipohudhuria kwenye ile semina, moja ya mambo ambayo niliyapenda, anasema baadaye alipopewa nafasi ya kuuliza, yeye alienda akamuuliza. Akamwambia hivi, mimi nataka niulize, siri gani ambayo imefanya uwe na kanisa kubwa sana kuliko watumishi wote duniani? Akasema namba moja maombi, namba mbili maombi, namba tatu maombi. Hiyo nilifurahi kwamba maombi hukuza kanisa. Lakini pakafika mahali anasema kwenye ile semina kila siku ulikuwa unapewa shilingi 1,000 ya Kenya. Na kwa wakati wa semina ilikuwa nyingi sana. Kulala chumba cha wageni tu ilikuwa shilingi 200. Kwa 1,000 ni nyingi sana. Kila siku ya semina siku 10. Siku 10 walikuwa na 1,000 mara 10 ni 10,000 ya Kenya kwa wakati huo. Sasa hivi unaweza kununua hata kafedha kadogo. Sasa siku ya mwisho yule mhubiri akasema kuna mtu Mungu anataka kumbariki, na kwa kuwa anataka kumbariki nataka alete 10,000 hapa. Bwana anasema walinyamaza wote kimya. Yeye kabla hajamaliza kusema akachomoka. Na alikuwa na shida kuliko mtu mwingine yoyote kwenye lile kusanyiko. Wenzake wakataka kumshika mikono, wewe mjinga wewe. Hela mtuma mwenyewe anataka kunyang'anya kijana hapa. Hawa wanapokuja huko wanapewa hela za kuja kugawa. Sasa amegawa anataka kunyang'anya kijana. Haendi mtu. Akasema ya chai mimi naenda. Na yule bwana anasema Mungu anataka kumbariki mtu hapo. Bila kujali anazaliwa wamepewa. Wakabanisha. Wewe makaenda pale akamuombea.
Na nadhani alipomwombea alimuuliza hayo maswali aliyomuuliza. Amekuja kuwa na idadi kubwa ya watu wanaoabudu kwake Tanzania kuliko wengine wote. Hao wengine walikufa, aliwalala rafiki zake wale walikuwa wanamwambia wewe mistake wewe. Hii la Mungu ameniona kabisa hii. Kwanza sio zake. Wote hali mbaya mpaka leo wanaomba. Lakini aliyetii sauti ya Bwana kutoka kwa mtumishi akaivaa ile roho ya uwezo wa kusimama na kundi kubwa la washirika, akaivaa yeye, na yupo Tanzania anafanya kazi kwa viwango vikubwa vya idadi ya watu. Unaona nanielewa? Mwambie utii umekupoza. Mungu anapotaka kumbariki mtu atakuchokonoa sana kwenye utii. Hiyo ni namba 2. Moja, umehama au kuna desturi zile, hakuna daraja lolote umepanda. Kuhama sio lazima uhame kijiji. Unaweza kuhama tabia, unaweza kuhama kikundi, unaweza kuhama mwelekeo, unaweza kuhama msimamo. Anakuona huko vile wewe ni mbishi tu, unabisha mpaka ufe. Anaona wewe siwezani naye. Namba 2, anapima utii. Vipi kwa habari ya utii? Ukiambiwa nimepaswa kutii, ila imepimwa mpaka mwishoni. Maana mwisho amepimwa kwa jambo kubwa kabisa. Sasa tumetembea huko sawa. Sasa hivi naomba umtoe mwanao. Nataka mtoto. Anapima utii kwa Ibrahimu kabla ya kutoa nini? Mtoto. Jambo ambalo halijawahi kutokea katika karne zote. Abrahamu angesimama akasema, Mungu, hili jambo sio, hakuna mtu aliwahi kudai mtoto wa kuchinja, unaanzaje kwangu? Abrahamu akatii, kakamata mtoto. Mtoto anaongozana, hana masiara, anataka kuchinja kweli. Na Mungu akanyamaza kimya. Mpaka Abrahamu anakanyaga miguu ya Isaka, mpaka anakanyaga na mikono, mpaka anachomala likisu na nyakatizo, analinyosha kwa mtoto wake shingoni. Ila anakuweka tu, Mungu anakuzuia. Anasema, sasa nimejua wewe unanipenda. Na Mungu anaanza kutiririka mibaraka pale. Anaanza kutiririka mibaraka pale. Utii. Hebu sema mwenzako, utii ni njia kuelekea kwenye mibaraka yako. Ni njia kuelekea kwenye mibaraka yako. Mungu atakupima akisema unamsikiliza. Sababu Mungu hataki kumbariki mtu ambaye hamsikii. Yaani akubariki wewe mjeuri kwake. Anapima mtu. Na Mungu simame pale ulipo. Ukumenyosha mkono wako juu. Simama pale ulipo, kumenyosha mkono wako juu. Wewe muone na baba yako atasi. Rudia maneno haya, mkono kushoto weke kwenye moyo wako. Sema, Bwana Yesu, niko hapa. Natarajia baraka zako. Na leo nimeanza na somo hili. Wakati wewe ukipanga kunibariki, yako mambo ya muhimu kuyazingatia kwenye maisha yangu. Jambo la kwanza, kuna mahali natakiwa nitoke. Nani Bwana nisaidie? Yale mazingira ambayo ni kikwazo cha baraka zangu, nisaidie nitoke hapo. Iwe ni vikundi. Kama hicho kikundi ni shida kwa baraka zangu, nisaidie nitoke. Iwe ni misimamo yangu, nisaidie nitoke kwenye misimamo hiyo ambayo ni kizuizi cha baraka zangu. Kuwe ni kutokutii, kusikiliza sauti yako. Bwana wa mabwana, nisaidie niwe mtii. Na beba mambo mawili leo yawe faida kwangu ninapoelekea kwenye baraka kubwa. Liambo shanda la Bwana. Wewe mwenyewe omba. Wewe mwenyewe omba. Wewe mwenyewe omba. Mungu amenipima kwenye utii kwa mambo mengi. Amenipima kwenye utii kwa mambo mengi. Mengine ni magumu kabisa. Anasema tii. Anasema tii. Mungu atembee na wenye kiburi. Mungu atembee na wenye mdomo. Mungu anatembea na wanaoweza kusikia sauti yake. Direct kutoka kwake, indirect kutoka kwa watumishi. Mungu anatembea na watu hao. Mungu akuza wanyenyekevu na kuwapinga wenye kiburi wasiotii. Omba mwenyewe kwa Bwana. Naziona baraka zinakuja juu yako, lakini kuna maeneo upo hapo. Leo hiyo upo miaka mingi, upo hivyo hivyo. Yaani mawazo yako hivyo miaka mingi. Unafikiri hasi miaka yote. Hujawahi kupambanua na kufikiri kwa upana.
mzingo fulani unazuia baraka zako, unazuia baraka zako, unazuia baraka zako, unazuia baraka zako. Wewe sio kupigiwa makelele na kufanya kitu, wewe sio kuamuliwa ndio ufanye mambo. Unatakiwa upevuke, utoke kwenye uchanga uende kwenye ukomavu. Remo shandarabana ramo kamandorabano. Omba mwenyewe Bwana akusaidie. Bwana kutane na maisha yako, Bwana kutane na maisha yako. Ninaiona safari yako, ninaiona safari yako ya baraka, ninaiona safari yako ya baraka, lakini naviona na vizuizi. Ndio maana ninakwambia uviepuke, ndio maana ninakwambia uvikimbie katika jina la Yesu Kristo mwamba yae. Ramo la walando leleshika Riamana malando la wayando Yambala wayando leleshika Ramana masaka na rola Ramana masakata Ndalawa kanda la masika Ramana masika taramasa. Nimekuwa nikirudia sio kwa kujisifu, nimekuwa nikirudia lakini kama somo. Wakati niko Tunduru naomba Mungu, nafanya semina, nimegeukia ukuta. Siku ile ndio Mungu aliniambia toa kitu cha maana. Nikaona kama ni mawazo yangu, ile sauti ikaendelea kusema nataka nikupeleke viwango vingine vya baraka, lakini angalia nitoe kitu kinachoeleka. Nikakubali nikiwa kule, kabla sijarudi nyumbani, niko Songea Tunduru. Nikasema ninakupa, nikabaki kushirikisha familia tu. Nilipokuja adui akaleta vipingamizi, nikashika hati nikakabidhi kwa wazee wa kanisa hati za nyumba zile. Baada ya kukabidhi, nataka nikwambie maisha yangu yamebadilika sana, maisha yangu ya kiuchumi yamebadilika sana. Wengi wananiona nina mamilioni kwenye akaunti zangu benki, lakini nataka nikwambie Mungu ndiye akaunti zangu, Mungu ndiye provider wangu, Mungu ndiye utasherevu wangu. Hakuna kitu nataka hajanipa. Mungu amekuwa akinifungulia milango mikubwa kuliko tangu nilianza huduma. Sio mimi wa kuhangaika kabisa. Hata kama sina hata 100, huwaga sina wasiwasi. Tunaelewana na Jehova, tunaelewana na Mungu wangu, tunaelewana na Bwana. Madamu tu ninataka nini, kile ninachotaka ananipa, kile ninachotaka ananipa, kile ninachotaka ananipa. Yeye amekuwa ndio pesa kwangu. Tangu hapo maisha yangu yamebadilika kabisa. Maisha ya kuokota yamebadilika, maisha ya kuwaza yamebadilika. Siwazi ada nitapata wapi, siwazi chakula nitapata wapi. Mwingine atasema unavyo, sio kweli, lakini nataka nikwambie huyu Mungu ni wajabu, ni wajabu, ni wajabu mno, ni wajabu, ni wajabu mno, ni wajabu mno. Na kila nikitia anafanya, na kila nikitia anafanya, na kila nikitia anafanya. Na mashikandara basaka. Na tangu nilipoondoka kwenye viwango vya kutoa hela ndogo, kwenye viwango vya kutoa 1,000, kwenye viwango vya kutoa 5,000, nilipovikataa na kupandisha sadaka kwa maelekezo ya Bwana, Mungu ni waajabu sana. Anaangalia utii. Hamna muda nakosa sadaka. Wewe unapotafutiza 500 na 1,000 ya sadaka, nisho kutafutiza 1,000 wala 2,000. Hiyo sisihitaji kabisa. Hata watoto wangu sitaki watoe sadaka namna hiyo. Sio kwa kiburi. Bwana anawafungulia milango watii. Bwana anawabariki watii. Anawasaidia watii. Nikaweka mipaka. Nikamwambia Mungu, kwa neema ulionipa, sitaki kuwa na zaka ya chini ya 500 kwa mwezi. Niwe nimepata, niwe sijapata, lakini najua hii hewa siilipi chochote. Hizi nguo nazopewa, hata leo wamenipatia waimbaji wa bendi, wamenishonea nguo mimi na mke wangu. Nitalipa zaka shilingi ngapi? Wengi tunakula hivi bure. Nikasema sikubali zaka yangu ipungue kila mwezi. Nikasema sikubali kila mwezi nikose sadaka ya shukrani. Nataka nikwambie Bwana wa mabwana anatenda mambo ya ajabu, anatenda mambo ya ajabu. Nimezungumza kimwili, lakini utii unanifanya niendelee kusurvive mpaka leo. Huu ni mwaka wangu wa 36 wa huduma, miaka 6 part time na 30 full time, miaka 36. Sio kitu rahisi kuendelea kusustain kiwango nilicho nacho, sio kitu rahisi. Jaribisha uone, wako watu
Nini? Ni kwa sababu ya utii. Natii kwa Mungu, natii kwa viongozi wangu, najiepusha na kiburi, najiepusha kunyanyua mabega, na uone wema wa Mungu unanifunika. Mimi nisiyesoma hata digrii moja, sasa naweza kuhutubia kongamano lolote lile duniani, naweza kuliendesha. Mimi ni nani? Omba Bwana akusaidie, omba Bwana akusaidie. Kuna mahali toka hapo. Nilikuwa namwambia kijana wangu wa kumzaa Ibroni, nikamwambia umekwenda chuo utakutana na maneno mengi, utakutana na watu wanaoongea viongozi wa juu. Jiepushe na makundi hayo, toka huko. Usikubali kukaa vikundi vya kuwajadili viongozi. Wewe simama, tenda kile kilichokupeleka. Kuna mahali toka mwanamke, kuna mahali toka mwanaume, kuna mahali toka dini. Hapo mahali umekaa ambapo hapata harakisha baraka kuja kwako, patachelewesha. Huko mbele nitakuonyesha vitu vikubwa sana ambavyo pengine hujawahi kujifunza. Nina mambo karibu 10 na kitu, na wakati leo nasoma Mungu amenipa neema mengine nimeona hapo madhabahuni kupitia Abraham baba wa baraka, Remo Shandara Bakanda. Sasa mwisho njoni kuombee. Wewe unasema Mungu nisaidie, na wengine mnahitaji toba. Kuna mambo Mungu amekwambia utendi, pengine ni magumu, unasema nitatendeje hili ni gumu, linakugharimu. Nataka nikwambie huna la kukugharimu zaidi ya baba yako Ibrahimu, ambaye alikuwa anachinja mtoto wake. Mnajihurumia kwa sababu matamko mengine ambayo Mungu anataka kututii sio ya kawaida. Hebu muangalie yule mwanamke aliyebaki na chakula na mtoto wake wakafe, alafu anaambiwa na Elia, nipe nile mimi kwanza. Alafu mwanamke yule anatakiwa kutii. Ni mwanamke gani leo anaweza kumtii Elia? Ni mwanamke gani leo anaweza kumtii Elia ampe chakula ambacho kimebaki hicho na kuna njaa? Akasema chukua Elia, kula, kama kuna kufa tukufe. Kama ni leo unafukuzwa na malungu kwamba huyu mwanaume aliyeingia hapa nyumbani hana hekima, lakini kale kamama kakamwandalia Elia, na anasema nile nini kwanza. Ni kama ujanja hivi. Wangehoji kwamba kama una muujiza, tena muujiza tuone, vyakula viongezeke, tunapopika tuone tayari vimekuwa vingi. Lakini hawakuhoji hayo. Kuna watu mnahoji sana, mpaka unahoji hata zaka uliotoa imefanya nini. Huyu mwanamke hakuhoji, alimpa Elia kwanza. Kilichotokea ni chakula miaka yote ya njaa. Chakula miaka yote ya njaa. Pastors, njooni rafiki zanguni, njooni tuombe. Hao watu wanatakiwa kupanda viwango vya baraka vya kimwili na kiroho. Vijana wengine ninawaona hapa, mtakuwa wahubiri kuliko mimi, lakini katika jina la Yesu bebeni roho ya utii na ambatana na unyenyekevu.